Kwa jina naitwa Bakari Kadabe, ni mwenyekiti wa wavuvi Tanzania. Tumejumuika kwenye iftari ya leo iliyoandaliwa na ndugu yetu Bwana Hassan Dede. Kwanza tunamshukuru na kumwombea dua Mwenyezi Mungu amtilie wepesi katika mambo yake. Lakini nini lengo la kukutana pamoja? Tumekutana pamoja kuonyesha utanzania wetu. Tumekutana pamoja kuonyesha mapenzi tulionayo wa Tanzania. Naamini tuliojumuika hapa ni Waislamu na Wakristo kwenye iftari hii. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunadumisha amani yetu. Na nini nataka kuwasihi mimi wa Tanzania na wana Mwanza? Kwamba amani ni kitu bora kuliko vitu vingine vyovyote. Tuangalie leo yanayotokea Iran. Tuangalie leo yanayotokea Israeli. Watu wanauana bila sababu, yote hiyo ni kwa sababu ya kosa nini? Kosa amani. Kama na sisi tungekuwa hatuna amani, maana yake hata kwenye iftari leo tusinge kuwepo. Kwa hiyo ni wasihi wa Tanzania, lakini ni wasihi viongozi wetu wamsaidie mama kwa dhati. Ninamuona mama ana dhamira ya dhati kwa Watanzania, lakini kuna baadhi ya viongozi wanamwangusha. Niwaombe wamsaidie sana mama kuitengeneza nchi hii. Mama amejitolea na ana dhamira ya dhati. Unaona ametoa hela kwa ajili ya vijana, kusaidia wa vijana waondokane kwenye nini? Kwenye umaskini, waondokane kwenye ukosefu wa ajira. Kwa hiyo wanao wasaidizi wake wafanye yale ya kweli, watende haki kwa Watanzania. Watakuwa wametimiza dhamira ya Mama Samia Suluhu Hassan. Haya ni matukio ya kuigwa. Maana ya kiongozi, sawa, uji kwa bahati mbaya. Huyu ameonyesha kwamba yeye ni kiongozi. Maana ya uongozi ndio huu sasa. Unawaleta watu pamoja, mnakula pamoja, mnaongea pamoja, watu wanasema maneno yao, mnafurahi. Kwenye taratibu kama kuna shida unaisikia na unaweza ukaipeleka. Ndugu yetu Hassan ana nafasi kubwa. Kama kuna shida anaweza kuisikia na kaipeleka sehemu kubwa nyingine yenye msaada zaidi. Kwa hiyo amefanya jambo jema na Mungu atamlipa. Kwa majina naitwa Maimuna Kasim Rubinza, ni katibu wa wanawake na Samia mkoa wa Mwanza. Tunamshukuru ndugu yetu Bwana Hassan Dede, ametualika leo iftar. Ametukutanisha makundi mbalimbali, kaalika viongozi wa makundi mbalimbali katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa kweli tumeftari vizuri, tunampongeza na tunamshukuru sana. Kikubwa sana tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu pale alipotoa, Mwenyezi Mungu amuongezee. Lakini pia kwa sisi ambao tumebahatika kuftari hapa, tunamwomba Mwenyezi Mungu atupokelee saumu zetu, kwani ametimiza ada ambayo Mwenyezi Mungu ametaka tufanyiane wema katika mwezi mtukufu kama huu. Na mwezi huu ni mtukufu kweli kweli kwa sababu tumekutana ibada mbili. Tuna Kwaresma, tuna Ramadhani. Na Bwana Hassan Dede ametukutanisha wote, waumini wa Kikristo na waumini wa Kiislamu kwa pamoja, tumeweza kuftari kwa pamoja. Allah amlipe sana. Kikubwa sana tunasema kwamba tumeweza kuftari kwa pamoja kwa sababu Mwanza yetu ina amani, Tanzania ina amani, na hii yote kwa sababu Mungu katujalia kiongozi imara shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametujalia kwa kweli mwanamama mahiri imara kweli kweli. Ameweza kuisimamia nchi yetu na mpaka leo tunavyosema kwamba Tanzania ni nchi salama na ni shwari kabisa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kikubwa sana ni waombe Waislamu wote duniani na Waislamu wote wa Tanzania na Wakristo wote kwa pamoja tuendelee kuiombea nchi yetu. Amani na utulivu ndio tuno kubwa ambayo tumejaliwa. Tunatakiwa tuilinde na tuilinde kwa wivu mkubwa sana. Tusihadaiwe kuingia katika vurugu, kuingia katika machafuko. Tuilinde tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, ni amani yetu ya Tanzania. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuibeba na kuienzi tunu hii. Hata pale inapotokea tirafu za hapa na pale, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inabakia kuwa kisiwa cha baridi na amani na utulivu kabisa. Kwanza nipende kuwahusia wa Tanzania, kile tunachokiona Mashariki ya Kati, hata sisi tukiamua kwamba Tanzania yetu iwe hivyo itakuwa. Ndio nasema kwamba tusirubunike kile ambacho tunakiona kule, kwamba wapo ambao hawakukitaka lakini wapo wamekifanya hivyo, wana maslahi nacho. Baada ya kuona kwamba nchi inakuwa zimepata utulivu na salama, wapo ambao watu wanakuja na wivu mkubwa sana kuhakikisha kwamba nchi zinaingia katika machafuko. Tunachokiona kule Afrika Mashariki ya Kati si sawa sawa. Wanaoathirika pale ni watoto na wanawake. Watoto wamekufa bila hatia yoyote, wanawake wamekufa bila hatia yoyote, lakini wapo wanaonufaika na hili. Kwa hiyo sisi ni waombe sana wa Tanzania tuendelee kuilinda tunu ya amani yetu ambayo ni amani tulionayo. Kwa kweli tunashukuru sana. Dede ametutengenezea mazingira mazuri sana na anaonesha mfano. Sio ni kawaida yake kutengeneza vitu kama hivi toka zamani.
Dede amekuwa wa kuita makundi, kutuita watu, kukaa na watu pamoja. Tokea kwa mwenyekiti wa chama cha madereva kanda ya Ziwa, ameendelea mpaka sasa hivi yuko mwenyekiti wa malori Tanzania. Naona ni mtu wa kukusanya makundi na kutengeneza. Ni mtu anayetengeneza umoja wa vijana, anatengeneza amani, ni mtu ambaye ni mlezi wa vijana kwa kifupi. Dede ni mlezi wa vijana na tunajivunia kuwa na mtu kama huyu, na tunatamani watu wengine waige mfano huu ili tuweze kwenda mbele na kutengeneza amani ya nchi yetu na kutengeneza umoja wa nchi. Vijana sisi ndio vijana, sisi ndio tuna misingi ya kuijenga nchi yetu na kuifanya iwe pamoja kwa kusapoti na kuunga mkono jitihada anazofanya hata rais wetu na viongozi wetu wa kitaifa. Kwa majina naitwa Saidi Kalogi. Kiukweli tukio lilofanya Bwana Hassan Dede ni tukio la kipekee. Ukiangalia kiuhalisia, nimekutana na watu ambao zaidi ya miaka 7 sijawahi kukutana nao, lakini leo kupitia Hassan Dede nimekutana nao, katuunganisha pamoja, tumefuturu, limekuwa ni jambo jema. Nimekutana na vijana, nimekutana na wazee, mfano nimekutana na mwenyekiti wa wavuvi. Imekuwa ni bahati kwa sisi vijana, maana ni moja ya fursa. Kwa hiyo kiukweli Mheshimiwa Dede ni mfano wa kuigwa. Ni moja ya viongozi ambao kiukweli wanafanya vitu ambavyo vinakwenda sawa katika masuala ya vijana. Kwa majina naitwa Hassan Dede, mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori na mabasi Tanzania, Tanzania Long Distance Truck and Bus Drivers Association. Mimi nashukuru Mungu sana kwa kufika leo katika mkoa wa Mwanza na niweza kukufuturu na ndugu zangu. Kilichonisukuma kuweza kuwaunganisha ndugu zangu imani tofauti wa Kristo na Waislamu ni moja tu ya kutengeneza umoja na kutengeneza mshikamano, lakini pia kutengeneza namna nzuri ya kusameheana pale ambapo tumekosea na kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresima. Sisi kama wanadamu tuna pungufu mengi, tuna mauzi mengi na tunafanya mambo ambayo hayamsaidii Mwenyezi Mungu, lakini mimi na jopo langu tumeona tufanye hiki ambacho tunaamua kufanya, ambacho tunaweza kumomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Lakini jambo la jingine ni kwamba nimewiwa kuzungumza haya, nimewiwa kufanya hiki kwa ajili ya kupongeza pia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya, warejesha Watanzania waliokuwa wako nchi ya Dubai, walikuwa wamekwama kwenye swala zima ambalo linaendelea sasa hivi duniani Mashariki ya Kati, katika swala zima ambapo nini nasema hiyo vita na Israeli na Iran. Kwa hiyo tunaona hali inavyokwenda. Kwa sisi kama Watanzania tuna kila sababu ya kujifunza kwa hayo ambayo yanatokea. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa madereva nimeona ni vyema nishukuru hili, nipongeze hili serikali yangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na serikali ya mkoa wa Mwanza kwa kazi kubwa ambazo nafanya katika mkoa huu kuhakikisha kwamba swala la usalama la ulinzi liko vizuri. Jambo jingine pia, sisi kama Watanzania tuna kila sababu ya kuilinda amani ya nchi yetu kwa namna ya kipekee na kwa wivu mkubwa. Tunaona kwa wenzetu amani inapokuwa imetoweka, hali inavyokuwa. Kwa sisi kama Watanzania, na kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani na Kwaresima ni kipindi cha kufanya toba. Tumeona neema za mvua zimeshuka. Hizi neema ambazo zinakuja, basi tuombe Mwenyezi Mungu ziwe mvua ambazo zinakuja kuleta heri katika jamii yetu ya Kiafrika. Kwa hivyo mimi kama kiongozi sina mengi ya kuzungumza. Itoshe tu kwamba nashukuru sana kwa haya yametokea, na tunahitaji sisi kama vijana kuona tunaunga mkono jitihada zinazofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yale anayofanya mazuri. Kuhakikisha kwamba sisi vijana tunajituma kufanya kazi, lakini pia ni kipindi ambacho tuone sasa tunatoka hapa ile dira ya 50 ya Dr. Samia, sisi kama vijana tuko upande gani? Tunajitoka namna gani kuhakikisha kwamba tunafanya mambo mazuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.